Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na utenguzi wa viongozi mbalimbali, ambapo katika mkeka huu tunaona Paul Makonda ambaye alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Arusha hayupo katika mkeka huu, na nafasi ya mkuu wa mkoa wa Arusha imechukuliwa na Kenani Kihongosi. Na kubwa zaidi ni kwamba katika taarifa hii ambayo imetolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu leo Juni 23 mwaka 2025 haijatoa taarifa zaidi kuhusu Paul Makonda ni wapi anakwenda. Lakini hata hivyo, taarifa hizi za mabadiliko ya wakuu wa mikoa na viongozi wengine wa ngazi mbalimbali nchini zimekuja ikiwa ni siku chache tangu Rais Samia alipowataka viongozi wanaotaka kwenda kugombea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 waandike barua za kuachia nafasi za uongozi wanazozishikilia kwa sasa. Kwa hiyo huenda hata Paul Christian Makonda atakuwa ameandika barua ya kwamba anakwenda kugombea katika uchaguzi mkuu, hivyo nafasi ambayo anaishikilia kwa sasa anapatiwa mtu mwingine. Moja kwa moja katika taarifa hii ambayo imetoka Ikulu mawasiliano, moja kwa moja tuangalie peji hizi 8 namna ambavyo viongozi mbalimbali wameteuliwa, lakini pia wengine wakihamishwa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uhamisho na mabadiliko ya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kulisuka, viongozi waliohamishwa na walioteuliwa ni kama ifuatavyo. Tunaanza na A ambayo ni uhamisho wa wakuu wa mikoa. Namba 1, Mheshimiwa Kenani Leban Kihongosi amehamishwa kutoka mkoa wa Simiyu kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Namba 2, Mheshimiwa Anna Marigi Macha amehamishwa kutoka mkoa wa Shinyanga kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu. Na B ni uteuzi wa wakuu wa mikoa. Namba 1, Balozi Simon Nyakoro Siro ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Namba 2, Mheshimiwa Heli Dennis James ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa. Namba 3, Mheshimiwa Mboni Mohamed Mhita ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Namba 4, Mheshimiwa Beno Morris Malisa ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Na namba 5 ni Mheshimiwa Jabili Omari Makame ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Songwe. Na C ni uteuzi wa katibu mkuu, ambapo yupo mmoja tu, Bi Agnes Mena ameteuliwa kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Lakini kipengele D ni uhamisho wa makatibu tawala wa mikoa, ambapo namba 1 ni Bwana Rashid Kasim Mchata amehamishwa kutoka mkoa wa Pwani kwenda kuwa katibu tawala wa mkoa wa Tanga. Namba 2 ni Bi Pili Hassan Mnyema amehamishwa kutoka mkoa wa Tanga kwenda kuwa katibu tawala wa mkoa wa Pwani. Na kipengele namba E ni uteuzi wa makatibu tawala wa mikoa. Namba 1, Bwana Abdul Rajabu Mhinte ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam. Namba 2 ni Daktari Frenki Hawasi ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Songwe. Kipengele F ni uhamisho wa naibu katibu mkuu. Namba 1, Dr. Hussein Mohamed Omar amehamishwa kutoka Wizara ya Kilimo kwenda kuwa naibu katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kipengele G ni uteuzi wa naibu makatibu wakuu, ambapo namba 1, Profesa Peter Lawrence Makenga Msofe
ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia masuala ya mazingira. Namba 2 ni mhandisi Asumani Juma Kilundumya, ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wizara ya kilimo anayeshughulikia masuala ya maendeleo ya mazao na usalama wa chakula. Kipengele H ni uhamisho wa wakuu wa wilaya. Namba 1, Mheshimiwa Solomon Jonas Itunda amehamishwa kutoka wilaya ya Songwe kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Mbeya. Namba 2 ni Mheshimiwa Jafari Kubecha Mgamba amehamishwa kutoka wilaya ya Handeni kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Gairo. Namba 3 ni Mheshimiwa Amir Muhammad Mkalipa amehamishwa kutoka wilaya ya Arumeru kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Ilemela. Kipengele I ni uteuzi wa wakuu wa wilaya. Namba 1 ni Bwana Estomin Mwatuyobe Kiando ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kilolo. Namba 2 ni Bwana Ayubu Yasin Sebabile ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Muheza. Namba 3 ni Bi Tekla Mkuchika ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Butiama. Namba 4 ni Bi Angelina Malko Lubela ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Serengeti. Namba 5 Bwana Maulidi Hassan Doto ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Mvomero. Namba 6 ni Birukia Ari Zubeli ambaye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Mwanga. Namba 7 ni Bwana Mwingi Ahmadi Mwinyi ambaye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Arumeru. Namba 8 ni Bwana Jubilele Wini Lauo ambaye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Magu. Namba 9 ni Bimikaya Tumaini Dalmia ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kigamboni. Namba 10 ni Bwana Thomas Medraidi Myinga ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Sikonge. Namba 11 ni Bi Gloriana Julius Kimasi ambaye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Monduli. Namba 12 ni Bi Upendo Balti Wela ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Tabora. Namba 13 ni Bwana Dennis Gelvas Masanja ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Tunduru. Namba 14 ni Bwana Fadhili Emmanuel Nkuru ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Songwe. Namba 15 ni Bwana Benjamin Samuel Sita ambaye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Iringa. Hiyo ilikuwa ni namba 15, na namba 16 ni Bwana Salum Nyamweze ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Handeni, na namba 17 ni Bwana Frank John Mkinda ambaye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kahama. Kipengele J ni uteuzi wa makatibu tawala wa wilaya, ambapo namba 1 ni Bi Mwanamwaya Kombo ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Mkinga. Namba 2 Bwana Kasim Salum Kilondomara ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Biharamulo. Namba 3 ni Bwana Tobias Abwaro ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Babati. Namba 4 ni Bwana Ansitrusi Mumena Egaruki ambaye ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Meatu. Namba 5 ni Binyakaji Tanga Mashauri ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Kilolo. Namba 6 ni Bwana Mustafa Ayubu Kimomwe ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Rufiji. Namba 7 ni Bwana Mlima Masiko ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Serengeti. Namba 8 ni Bwana Mpangalika Mfaume Mpangalika ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Mwanga. Namba 9 ni Bwana Richard Jackson Mwalingo ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Mtwara. Namba 10 ni Bwana Zubeli Saidi Zubeli ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Magu. Namba 11 ni Bi Angela Henry Mono ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Tanga. Namba 12 ni Bi Mandolwa Miraji Gembe
ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Same. Namba 13 ni Bi Sabina Stalin Mwajeka, ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Momba. Namba 14 ni Bwana Sostenes Chakupanyuka, ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Kaliua. Na namba 15 ni Bwana Adestino Gwelino Mwilinge, ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Mbogwe. Sasa tunaingia kipengele K ambapo ni uhamisho wa wakurugenzi watendaji wa halmashauri kufuatia uteuzi ambao umefanywa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hiki ni kipengele K, uhamisho wa wakurugenzi watendaji wa halmashauri, ambapo namba 1 ni Bwana Justice Laurent Kijazi, amehamishwa kutoka halmashauri ya manispaa ya Iringa kwenda kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya jiji la Mbeya. Namba 2 ni Bi Zaina Mfaume Mlawa, amehamishwa kutoka halmashauri ya wilaya ya Bahi kwenda kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya manispaa ya Iringa. Kipengele L ni uteuzi wa wakurugenzi watendaji wa halmashauri, ambapo namba 1 ni Bwana Raymond Mweli ambaye ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mbarali. Namba 2 ni Bi Adelina Enoki Mfikwa ambaye ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Bukombe. Namba 3 ni Bwana Idi Ali Ndabona, ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Bariadi. Namba 4 ni Bwana Hamisi Hamidu Idi, ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Busega. Namba 5 ni Bwana Mwarami Saifu ambaye ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Nzega. Namba 6 ni Bi Newaho Mkisi, ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Meatu. Namba 7 ni Bi Zainabu Salumu Mgomi, ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Nanyamba. Namba 8 ni Dr. John Malko Pima, ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya manispaa ya Tabora. Namba 9 ni Bi Albina William Mtumbuka, ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Bahi. Na namba 10 ni Bwana Paulo Francis Fati, ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mvomero. Namba 11 ni Bwana Shabani Kabelwa, ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kaliua. Na namba 12 ni Bwana Vincent Agustino Mbua, ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Ukerewe. Kipengele M ni uteuzi wa mkuu wa taasisi, ambapo yuko mmoja Mhandisi Machibia Masanja, ameteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC. Uapisho wa wakuu wa mikoa, katibu mkuu, makatibu tawala wa mikoa na naibu makatibu wakuu wateule utafanyika kwa tarehe itakayopangwa baadaye. Imetolewa na Sharifa B. Nyanga, mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu. Hii ni taarifa ya uteuzi na uhamisho wa viongozi mbalimbali, lakini kubwa ni kwamba katika taarifa hii tunaona Paul Makonda akiwa hayupo katika mkeka huu, na kubwa huenda kama nilivyokuambia hapo mwanzo, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan siku za hivi karibuni alisema ya kwamba kama kuna kiongozi ambaye kwa sasa anashikilia nafasi fulani, lakini anahisi atagombea katika uchaguzi ujao, basi nafasi hiyo aandike barua ya kwamba atagombea nafasi hiyo waweze kupata watu wengine. Lakini kubwa ni Balozi Simon Silo ambao ni miongoni mwa wakuu wapya wa mkoa wa 5 ambao wameteuliwa leo Juni 23 mwaka 2025, ambapo wengine ni Heli Dennis James aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, lakini pia Mboni Muhita aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga, na Beno Malisa aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya, na Jabil Makame aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Songwe. Lakini Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua mkuu wa zamani wa Jeshi la Polisi Tanzania Balozi Simon Nyankoro Silo kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Tuachie maoni yako, lakini kubwa
endelea kutuachia maoni mbalimbali na kaa karibu nasi kwa taarifa mbalimbali.